Uwezekano gani mke wako anakudanganya? Mdogo sana, sivyo? Au hata sifuri? Na kukudanganya katika hoteli karibu na rafiki wa zamani anayemtambua mara moja? Karibu sifuri, ungesema. Lakini mimi nilikuwa isipokuwa inayothibitisha sheria. Ulimwengu una ucheshi wa aina yake mbaya. Hakunipa tu kadi mbaya, alinipa dekili nzima iliyolaaniwa. Na mbaya zaidi, sikuona chochote kikija. Hata ishara moja. Mtu anaamini anamjua mtu anayeshiriki maisha naye, anaamini anaweza kumwamini kwa macho yaliyofungwa. Lakini uaminifu ni wa kioo, mtazamo uliopindika, neno la ziada, na unavunjika vipande elfu chini ya miguu yako. Lakini ninakwenda haraka sana. Turudi jioni ambapo kila kitu kilianza kubomoka. Jioni ambapo kinywaji rahisi na rafiki wa zamani kilifanya ngome yangu ya kadi ibomoke. Ilikuwa jioni ya Alhamisi ya zile zinazohifadhi bado joto la majira ya vuli kabla ya majira ya baridi kuchukua. Nilikuwa na siku mbaya, unajua, zile ambapo orodha yako ya kufanya inaonekana kama mzaha wa ladha mbaya. Seva zilizoshuka kazini, simu za wateja mfululizo, na bosi aliyekuwa akichukua haraka kwa acha kila kitu, hata afya ya akili. Kwa hivyo nilipozima kompyuta hatimaye, niliamua kupumzika kwa njia ya zamani, bia baridi na sahani yenye mafuta kutoka baa. Nilijikuta katika baa ya bahari, sehemu karibu na bustani kuu, ambayo haikubadilika tangu siku za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Rangi ile ile iliyochakaa, viti vile vile vinavyoyumba, sakafu ile ile yenye nata inayoshikilia sole. Harufu ya bia iliyopoteza gesi na chipsi zilizotumika tena, uchafu wa faraja ikiwa ipo. Ilikuwa miaka nyingi tangu niliweka mguu, lakini neon iliyokuwa inawaka ilinivuta kama kumbukumbu ya zamani. Niliagiza glasi ya bia baridi na nikakaa karibu na jukebox, nikisikiliza nusu wimbo wa zamani uliokuwa ukizunguka. Sikutafuta kampuni, tu amani kidogo ili kupunguza ubongo, labda kupata mwisho wa mechi kwenye televisheni iliyofunikwa vumbi juu ya kaunta. Hapo ndipo nilimsikia Jabali Mwakasege. Wewe kweli? Ninageuka na kumwona Kipchumba Mutiso. Tulikuwa shule ya upili pamoja, si marafiki wa karibu sana. Kipchumba ni yule wa kawaida ambaye hajawahi kutoka eneo hilo, daima ana hadithi ya ajabu ya kusimulia na anakuja wakati usiofaa. Hakuwa amebadilika sana, ndevu zile zile za siku tatu, tabasamu lile lile la ujanja, lakini mikunjo michache zaidi na nywele zilizokuwa zikipoteza vita na kijivu. Kipchumba, rafiki wa zamani. Ninainuka, tunapeana mikono. Miaka mingapi? 15. Angalau anacheka akinipa pigo mgongoni kama tulifanya jeshi pamoja. Bado sehemu hizi? Ndiyo, katika kitongoji na mke wangu. Na wewe? Katika kitongoji kingine, anasema akiketi kwenye kiti karibu. Nyumba ndogo karibu na barabara. Lazima upite wakati mmoja. Anatoa ishara kwa mhudumu kwa mzunguko mwingine. Unafanya nini hapa jioni hii? Nilikuwa ni kuona zaidi katika sehemu ya kisasa na vinywaji. Ninacheka. Nilihitaji kupumzika kutoka kazi ya nyumbani. Kurudi asili. Tunateleza mara moja kwenye mazungumzo rahisi, tunafuta kumbukumbu za shule. Kipchumba sasa ni wakala wa mali isiyohamishika, ameoa watoto wawili na bado anazunguka na gari lile lile la zamani alilopenda. Tunacheka ujinga wa wakati huo, tunazungumza juu ya marafiki walioondoka au wanaozunguka katika utaratibu ule ule. Na kisha kati ya bia moja na nyingine zinazoshuka peke yake, Kipchumba ananipiga swali linalogeuza maisha yangu. Basi, ndoa inaendaje? Anauliza akiinua kinywa. Vizuri, ninajibu bila kushuku chochote. Zawadi ana kazi yenye mahitaji, lakini tunashughulika. Alikuwa mbali wiki iliyopita kwa maonyesho, nilikuwa na nyumba yote peke yangu. Kipchumba anasimama, bia nusu njia kuelekea mdomo. Wiki iliyopita? Kweli? Ninakubali, kipofu kwa mtego. Ndiyo, alikuwa Mombasa kwa mambo ya uuzaji. Kipchumba anacheka kidogo, lakini kuna kitu kisichofaa, kitu kinachofanya nywele zangu zisimame. Ajabu, anasema akitikisa kichwa.
Ningeapa nimewaona ninyi wawili karibu na hoteli Jumamosi. Ninakunja uso. Karibu na hoteli? Ndiyo, karibu na hoteli kwenye barabara. Mke wangu na mimi tulikuwa tukichukua kahawa kwenye baa karibu. Nilimwona Zawadi akitoka hoteli na mtu. Nilifikiri mlikuwa na wikendi ya kimapenzi. Nilikuwa na hisia kwamba hewa iliondolewa kutoka mapafu yangu. Zawadi katika hoteli? Haiwezekani. Alikuwa Mombasa. Alinitumia picha, ujumbe juu ya mikutano ya kuchosha, juu ya hamu ya kurudi. Ninalazimisha kicheko lakini linasikika tupu. Hapana, lazima iwe mtu mwingine. Zawadi alikuwa Mombasa wikendi yote. Kipchumba anainua mabega bila kujua bomu alilotupa. Hakika. Ufanano. Mke wangu anaona mwalimu wake wa mazoezi kila mahali. Lakini mimi sikuwa nikisikiliza tena. Kila kitu kilizunguka kichwani, kila mazungumzo, kila ujumbe, kila undani wa wikendi. Picha alizonituma Zawadi, simu, kila kitu kililingana na bado sasa mbegu ya shaka ilikuwa inachipuka kifuani ikitafuna uhakika. Tulimaliza jioni, tukabadilishana namba, tukaahidi kuwasiliana tena, lakini sikuweza kuondoa hisia hiyo kwamba kitu hakikuwa sawa. Nilirudi kiotomatiki, barabara za kawaida zikiteleza bila nizioni kweli. Nyumbani kila kitu kilionekana baridi zaidi, tupu zaidi. Picha kwenye kuta, ndoa, likizo, kumbukumbu zilionekana kama uongo uliowekwa fremu. Nilikaa jikoni nikifikiria kikombe anachokipenda Zawadi, kile alichokuwa nacho tangu siku za chuo. Mabaki ya maisha mengine. Nilitoa simu, nikatazama ujumbe wake wa wikendi. Kila kitu kawaida, picha za maonyesho, malalamiko juu ya mikutano isiyoisha na kahawa mbaya ya hoteli. Lakini kwa maneno ya Kipchumba kichwani, kila kitu kilisikika bandia, kama alibi iliyorudiwa mara elfu. Usiku huo sikulala. Nilifikiria dari gizani, nikikagua kila undani katika loop. Labda Kipchumba alikosea. Labda ilikuwa kutoelewana. Lakini ndani nilijua kitu hakikuwa sawa. Na ningeigundua. Unajua sauti ile ndogo kichwani inayokusemeza kuwa kitu hakilingani? Sauti ile ilikuwa imekuwa kelele. Baada ya jioni katika baa ya bahari, baada ya bomu lililotupwa kwa uzembe na Kipchumba kuhusu Zawadi karibu na hoteli, sikuweza kufikiria kitu kingine. Kila undani ulikuwa unashukiwa, kila ishara ilikuwa inashukiwa. Na mbaya zaidi, sikujua tena kama nilikuwa ninapoteza akili au kama hatimaye nilikuwa ninafungua macho. Lakini shaka ni kama kuwasha, haipiti mpaka ujichane hadi damu. Nami nilikuwa karibu kuchimba. Asubuhi iliyofuata nilikuwa nimekaa mezani jikoni, kahawa nyeusi mbele yangu kama ingenipa majibu. Zawadi alikuwa anajiandaa kwa kazi, akiimba wimbo wa mwimbaji wa kisasa kama kila kitu kilikuwa kawaida. Alinibusu shavuni kabla ya kutoka, akiacha harufu yake ya vanila. Lakini busu lile lilisikika bandia. Haikuwa tena joto. Ilikuwa shaka. Nilisubiri kusikia injini ya gari lake la kijivu ikiondoka kwenye njia. Kisha nilichukua funguo, nikapanda yangu na kumfuata. Mwanzoni sikujua vizuri nilichokuwa nikitafuta. Labda tumaini la kumshika katika uongo, au tu ushahidi kwamba nilikuwa ninapoteza akili. Lakini nikimfuata barabarani, baada ya kitongoji kisha barabara kuu kuelekea katikati, uhakika wa baridi ulinishika koo. Singepata faraja. Nilitafuta ukweli hata kama ulikuwa mbaya. Ofisi ya Zawadi ilikuwa katika jengo la glasi karibu na kituo cha biashara, aina ya jengo linalokufanya uhisi mdogo. Niliegesha gari njia mbili zaidi na nikasubiri aingie kwenye maegesho ya chini ya ardhi. Dakika 15, dakika 20, hakutoka tena. Kwa siku mbili nilikuwa jasusi. Kazi, chakula cha mchana na wenza kazini, wakati mwingine kahawa ya haraka. Kila kitu kilionekana kawaida. Kawaida sana. Lakini kawaida haimaanishi uaminifu. Ilikuwa Ijumaa ambapo kila kitu kilibomoka. Zawadi alikuwa amezungumza mwanzoni mwa wiki kuhusu mkutano wa wateja wa jioni, kwamba hangerudi kabla ya saa 9.
Kwa kawaida singeona, lakini baada ya Kipchumba, kila neno lililotoka mdomoni mwake lilihitaji uchunguzi. Kwa hivyo nilimfuata. Jioni hiyo alitoka ofisini saa 17:30, mapema sana kuliko ilivyotarajiwa. Nilimtazama kutoka gari langu lililoegeka mbele alipoingia kwenye msongamano. Badala ya kurudi nyumbani au kwenda mkutanoni, alichukua mwelekeo wa mbali na katikati. Nilikuwa na moyo uliokuwa unapiga, mikono iliyoshikilia usukani. Niliweka magari mawili au matatu kati yetu. Alisimama kwenye maegesho ya baa ya miti, sehemu ya faraja karibu na bustani, si aina ya sehemu unapopeleka wateja. Nilisimama mbali zaidi, moyo ukiwaka. Dakika 5 baadaye hakuwa peke yake. Mtu mrefu katika suti ya bluu na jeans alikaribia gari lake. Sikuona uso vizuri, lakini haikuhitajika. Tabasamu angavu la Zawadi alipomwona lilisema kila kitu. Alishuka, walikumbatiana kama wapenzi wanaokutana tena baada ya miezi, mikono ikikaa kidogo sana mgongoni mwa mwingine. Waliingia pamoja kwenye baa, wakicheka kuhusu nini, na kwa mara ya kwanza maishani nilisikia udongo ukijitenga chini ya miguu yangu. Nilikaa hapo milele nikifikiria mlango. Ubongo ulizunguka kwa kasi, lakini hakuna kilichotoka. Haikuwa kosa. Haikuwa bahati. Ilikuwa halisi. Na nilihitaji ushahidi. Nilisubiri zaidi ya saa moja. Walipotoka, anga lilikuwa jeusi. Walitembea wakiwa wameambatana, mkono wake ukigusa mkono wake, vidole vyake katika sehemu ya chini ya mgongo. Kila ishara ilikuwa kisu. Hawakuchukua magari. Waliendelea kwa miguu zaidi ya baa hadi maegesho ya hoteli ya Bustani ya Busara, bila mapambo, aina ya sehemu unapokwenda unapotaka usionekane. Sikuwafuata ndani. Haikuhitajika. Kuwaona wakivuka mlango ule kulitosha, lakini sikupoteza akili. Sikuingia kama mwendawazimu kuvunja kila kitu. Si tabia yangu. Na haikuwa wakati wa hasira. Hapana, ilibidi kuwa werevu zaidi. Haikuwa tena tu udanganyifu. Ilikuwa suala la kudhibiti. Nilirudi kimya, uzito wa nilichokuwa nimeona ukinibana. Kila taa nyekundu ilikuwa taa ya mahojiano, kila kusimama ukumbusho wa maisha niliyofikiri nilikuwa nayo. Nyumbani nilikaa gizani, nikitazama kuta tulizopaka pamoja, picha za likizo zilizoonekana kama mapambo ya jukwaa. Udanganyifu ulikuwa hapo wazi, lakini singeukabili. Bado. Kwa sababu haikuwa tena tu kumshika Zawadi na mikono yake kwenye mfuko. Ilikuwa kuandaa baadaye. Na niamini, nilikuwa nimeanza tu. Wikendi ilipita katika ukungu. Baada ya kumwona Zawadi akitoweka katika hoteli ile na mgeni, niliumba kati ya kutoamini na azimio la baridi. Sikumsubiri kwenye mlango aliporudi. Nilifanya kama hakuna kitu. Alifika usiku wa Jumamosi akijitetea kwa chakula cha jioni na wateja kilichochukua muda mrefu, akilalamika kwamba kilikuwa kifo, kwamba wateja hawakukoma kuzungumza mikakati ya uuzaji na bajeti za robo. Nilikubali, nikatabasamu, nikafanya kama sikuwa nikiwazia yeye akicheka mikononi mwa mwingine. Jumatatu asubuhi nilijua kuwa kufanya kama hakuna kitu hakutoshi tena. Nilihitaji ushahidi, si tu kwa afya yangu ya akili, bali kwa baadaye. Ikiwa nilitaka kutoka katika ndoa ile, nilitaka kila kitu kiwe thabiti. Hakuna mabishano yanayowezekana. Ukweli mtupu tu. Niliamua kuchukua mpelelezi binafsi. Haikuwa vigumu. Utafutaji wa haraka uliniongoza kwa wakala Faraji Kimathi, ofisi ya busara katika jengo lisilo na jina, si mbali na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tovuti rahisi lakini ya kitaalamu, maoni mazuri kuhusu usiri na ufanisi. Hasa nilichohitaji. Nilichukua miadi kwa Jumanne alasiri, nikibuni mkutano wa mteja na Zawadi. Hakuuliza chochote. Hivi karibuni hakuuliza karibu chochote. Ofisi ilikuwa ghorofa ya pili ya jengo la matofali kati ya ofisi ya sheria na duka la mikate. Harufu ya zulia la zamani na kahawa baridi. Nilipata mlango nambari 204, bango la shaba, Faraji Kimathi, mpelelezi binafsi. Niligonga. Ingia.
Faraji Kimathi hakuwa kama nilivyotarajia. Kijana zaidi, karibu miaka 30, thabiti, sura kali, mtazamo unaoshika kila kitu. Shati nyeupe, mikono iliyokunjwa, meza iliyojaa faili na glasi za plastiki. Mkono wa kupeana, mkono thabiti, hewa ya umakini. Jabali Mwakasege anauliza akinipa ishara niketi. Ndiyo mimi. Hakuna mizunguko ya maneno. Nini kinakuleta hapa? Ninamweleza kila kitu, ishaka, kufuatilia, hoteli, baa, dokezo la Kipchumba. Anaposikiliza ananikubali, anaandika kwenye daftari la ngozi. Ninapomaliza anajiegemeza. Umefanya vizuri kuja. Wengi huenda kwa hasira, wanakabili na wanabaki na mikono mitupu. Wewe unashikilia kichwa baridi. Itasaidia. Hatua zifuatazo. Nitamfuata. Picha, saa, kila kitu nitakachopata. Ikiwa anamuona mtu yule mara kwa mara, haitachukua muda mrefu. Utapata unachohitaji katika chini ya wiki moja. Ilikuwa ajabu kuacha udhibiti, lakini nilikubali. Alinipa makadirio yaliyonifanya nikunje pua, lakini nilitia saini hundi bila kusita. Siku zilizofuata zilikuwa mateso. Nilifanya uwepo kazini, mtazamo tupu, wakati ubongo ulirudia miezi iliyopita. Safari za kazi za ghafla za Zawadi, kurudi kwa kuchelewa, umbali ule anaponizungumza kama nilikuwa mwenzangu wa nyumba. Kila kitu kilikuwa kinapata maana. Lakini nilihitaji kuona ushahidi kwa macho yangu. Zawadi, bila kujua dhoruba inayokuja, aliendelea na utaratibu wake. Busu la asubuhi, ujumbe wakati wa siku, hata alipendekeza wikendi ya kimapenzi hivi karibuni. Ujasiri ulinipa kichefuchefu, lakini nilicheza. Ijumaa asubuhi Faraji anapiga simu. Nina kitu kinachokuhusu. Pita unapotaka. Ninaacha kazi mapema, udhuru wa maumivu ya kichwa, ninakimbilia ofisini. Ananipa bahasha nene ya Kraft. Hukupoteza muda, anasema akijiegemeza. Mke wako si mwenye busara sana. Ninafungua. Tumbo linageuka. Picha nyingi. Zawadi na mtu yule yule. Katika baa ya miti, katika baa nyingine mjini, kwenye benchi kwenye bustani. Lakini mbaya zaidi, kuingia na kutoka hoteli ya bustani. Sio mara moja, sio mara mbili, mara tatu tu wiki ile. Kila kitu kimewekwa muhuri. Ameambatanisha pia ripoti ya siku zake, kutoka nyumbani hadi kurudi, kama hakuna kitu. Mtu anaitwa Otieno Okello, mkurugenzi wa akaunti mkuu katika wakala mshindani. Mkubwa kuliko mimi, karibu miaka 40 safi, tabasamu la kuridhika linalofanya mtu atake kupiga ngumi. Inaendelea kwa miezi, anasema Faraji akigonga faili. Labda zaidi. Ninatazama picha. Hasira na utupu. Ilikuwa ushahidi usiopingika. Lakini badala ya faraja, maumivu ya kimya. Mwanamke niliyempenda alikuwa na maisha mawili chini ya pua yangu. Ninafunga faili. Bado na kudai kiasi gani? Anatikisa kichwa. Tuko sawa. Lakini ukihitaji wakili au kitu kingine, nina mawasiliano. Ninamshukuru, ninachukua faili na ninatoka, tayari nikipanga hatua inayofuata. Jioni Zawadi alikuwa akipika kama Ijumaa yoyote. Tabasamu, maswali juu ya siku, mazungumzo juu ya mradi mpya. Nilikubali, faili iliyofichwa kwenye begi. Wakati wa chakula cha jioni nilimtazama, nikikumbuka kila mstari wa uso, kila ishara. Ajabu. Lakini sikusema chochote. Bado. Kwa sababu sasa nilikuwa na ushahidi. Ilikuwa wakati wa kutenda. Na Zawadi hangeona chochote kikija. Mara baada ya kuwa na ushahidi, hakukuwa na kurudi. Picha za Faraji hazikuacha nafasi ya shaka. Zawadi hakujizuia kunidanganya, alikuwa amejenga maisha sambamba. Kila tabasamu alilonielekeza lilisikika bandia, kila mguso ulikuwa tupu. Lakini singeukabili. Bado. Hasira ilikuwepo, lakini mantiki ilikuwa silaha yangu. Ikiwa alitaka kucheza, ningeshinda mimi. Hatua ya kwanza hukupata wakili. Sio yeyote.
Mbwa mwitu wa talaka, mwenye busara, wa kimfumo, mkali ikiwa inahitajika. Sikutaka vita mahakamani, nilitaka kwamba Zawadi anapogundua kila kitu, iwe tayari imefungwa. Hakuna mazungumzo yanayowezekana. Utafutaji mtandaoni, maoni, ushauri wa busara kutoka kwa wenza walioipitia. Ninapata wakili Amani Mwangi, mtaalamu wa sheria za familia, sifa mbaya. Ofisi katika jengo jipya la biashara, mbali na baa ambapo Kipchumba alitupa bomu. Ninachukua miadi nikibuni chakula cha mchana cha kazi. Zawadi hakushuku, au labda alikuwa tayari anafikiria mkutano ujao na Otieno. Ofisi ilikuwa ya kifahari, samani za minimal, vitabu vilivyofungwa ngozi, diploma za chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kingine zikiwa fremu. Mkono wa kupeana mkono thabiti, tabasamu la kitaalamu. Ninamweleza kila kitu, ishaka, mpelelezi, picha, saa. Anapomaliza anavuka vidole. Umefanya sehemu kubwa ya kazi. Kamili. Nyumba iko kwa jina lako peke yake. Ninakubali. Ilinunuliwa kabla ya ndoa. Zawadi hakuwahi kuomba kuwa kwenye hati. Inarahisisha kila kitu. Mali binafsi inabaki mali binafsi. Maboresho wakati wa ndoa hayabadilishi chochote ikiwa hati ni wazi na umelipa wewe peke yako. Hasa kwa ushahidi wa kosa. Ananieleza utaratibu: talaka kwa kosa, kufunga akaunti za pamoja, kuhamisha malipo, ulinzi wa juu wa mali. Ananipendekeza mhasibu wa mahakama na ananipa orodha ya hatua za haraka. Ninatoka na mpango na azimio la baridi. Kwanza, akaunti za benki. Tulikuwa na akaunti ya pamoja katika benki. Bili, matumizi, migahawa. Lakini nilikuwa na akaunti binafsi niliyofungua miaka iliyopita kwa kazi za kujitegemea. Siku iliyofuata Zawadi ametoka, ninaenda benki. Mshauri Neema Wanjiku ananitambua, miwani nyekundu, daima mzaha juu ya hali ya hewa. Ninashikilia utulivu. Ningependa kufunga akaunti ya pamoja na kuhamisha salio kwenye yangu binafsi. Anasita. Una uhakika? Unamwondoa pia Bi Mwakasege? Ndiyo. Tunatenganisha fedha kuanzia sasa. Uongo mdogo lakini unapita. Katika dakika 10 imefanyika, fedha salama. Kisha ninahamisha malipo yote ya mshahara kutoka kampuni yangu kwenye akaunti binafsi. Kisha ninapitia kila kitu kilichokuwa cha pamoja: umeme, simu, huduma za filamu mtandaoni, hata matumizi ya duka. Kila kitu kimehamishwa kwa jina langu au kufutwa. Kwa wiki 2 ninaendelea na uchezaji nyumbani. Zawadi haoni chochote. Anatuma ujumbe kwa Otieno kwa siri, anafanya mke kamili, anapendekeza hata wikendi ya kimapenzi. Unaafiki ulinipa kichefuchefu, lakini nilishikilia. Kipande cha mwisho: nyumba. Nyumba yetu ya mitaa katika kitongoji, kiburi chetu. Wikendi za kusugua, kupaka rangi, kupanda mimea. Nilifikiri tutajenga siku zijazo. Sasa ilikuwa tu mali ya kulinda. Kwa kuwa ilikuwa kwa jina langu peke yake, hakuhitajika idhini yake kuuza. Nilimwita tena Asha Chepkorir, wakala wa mali isiyohamishika wa kuaminika. Tulikutana katika baa mbali na nyumbani. Lazima niuze haraka na kimya. Sitaki mke wangu ajue kabla ya saini. Anainua kinywa lakini anakubali. Nimeshughulikia kesi kama hizi. Katika siku chache anapata jozi ya wastaafu, pesa taslimu, wanaopenda uzuri wa nyumba. Ofa nzuri, kufungwa kunatarajiwa haki baada ya mkutano ujao wa Zawadi huko Arusha, dirisha kamili. Mwisho wa mwezi, kila kitu kimefungwa. Akaunti za pamoja zimefungwa, nyumba iko katika makubaliano, mshahara umelindwa, hata neno siri la huduma za filamu limebadilishwa. Niliendelea na uchezaji, tabasamu, mzaha, ndio kwa jioni hii ya kuwasha tena moto. Ajabu kuishi karibu na mtu aliyepuuza kwamba ulimwengu wake ulikuwa unaporomoka. Kila hatua ilinikaribia uhuru. Na wakati ungefika, Zawadi angelewa jinsi nilivyovunja maisha aliyofikiri anayadhibiti. Mkutano wa uongo wa Zawadi huko Arusha ulikaribia, na nilijua haikuwa kazi iliyokuwa inamsubiri huko. Otieno au uongo mwingine, haijalishi.
Muhimu ni kwamba atoweke siku 4, muda bora wa kutekeleza mpango bila vizuizi. Uuzaji uliendelea laini. Shukrani kwa Asha, kila kitu kiliwekwa kutiwa saini wakati wa kutokuwepo kwake. Wanunuzi, jozi ya wastaafu, Juma na Amina Kamau, hakuna uhusiano, walikuwa na shauku. Sakafu ya zamani, ukumbi uliofunikwa, bustani ndogo tuliopanda na Zawadi majira ya kuchipua, hasa ndoto yao ya nyumba. Ucheshi uliniua, wao walianza maisha mapya katika ile ambapo yangu ilikuwa imekufa tu. Asubuhi ya kuondoka ninafanya mume mwenye utunzaji mara ya mwisho. Ninasaidia kupakia valizi kwenye gari, ninafanya kama sionioni begi jipya la wikendi lililowekwa karibu au lililonunuliwa kwa makusudi. Hakika. Una uhakika una kila kitu? Hii ninauliza kwa utulivu. Anatabasamu, ananibusu shavuni. Ndiyo. Nitakupigia simu jioni ninapofika. Ninakubali, tabasamu la uso. Safari njema. Anaondoka, ninatazama taa za nyuma zikitoweka mwisho wa njia. Mara anapogeuka kona, ninarudi na kuanza kazi. Siku 4 za kufuta athari zangu kutoka nyumba ile. Sikuweza kupoteza sekunde. Kwanza masanduku niliyoficha kwenye gereji chini ya kitambaa kwa wiki. Nilikuwa nimepakia ziada alipokuwa haoni. Sasa tunaongeza kasi. Ninaanza na chumba, nguo zangu, vitu vya kibinafsi. Picha kwenye meza ya usiku, ndoa, likizo, Krismasi katika sanduku tofauti. Si kwa kuziweka bali si kuacha kwake. Ofisi, kompyuta, diski ngumu, nyaraka. Rafu karibu tupu, vitabu vingi vilikuwa vyangu. Ninaacha baadhi alivyopenda. Katika sebule ninachukua blanketi iliyofumwa na bibi yangu, zana za zamani za baba yangu, ramani ya zamani iliyowekwa fremu. Jikoni visu vyangu vizuri, sufuria ya chuma niliyoifanya moka. Mengine sahani, glasi za divai alizopenda yanabaki hapo. Mwisho wa siku ya pili nyumba ilisikika tupu. Makabati uchi, draw zilizotolewa. Karibu hakuna kitu changu. Nilikodisha bot katika kitongoji kingine karibu na barabara kuu ambapo nilihifadhi vitu vyangu. Ufunguo ungesubiri na mengine. Siku ya 3 usafi mkubwa. Vifaa vya kusafisha, sabuni kwenye nyuso, kila kitu angavu kwa Kamau. Ajabu kusafisha nyumba ambayo sitaiona tena. Siku ya 4 wahamishaji wanapita, wanachukua masanduku. Kimya kamili. Ninabaki katikati ya sebule tupu mara ya mwisho. Kitanda ambapo tulitazama mfululizo Ijumaa kimeenda. Meza ambapo tulishiriki maelfu ya milo uchi. Kuta tupu. Haikuwa tena nyumba. Tuganda. Kabla ya kutoka ninaweka bahasha kwenye meza ya marumaru, ufunguo wa bolt, hati ya talaka iliyowekwa na wakili Mwangi na barua. Barua ilikuwa fupi. Haikuhitajika zaidi. Sikuwa na chochote zaidi cha kusema kinachotafsiri udanganyifu, hasira, utupu. Nilifanya rahisi, moja kwa moja, bila mawasiliano yanayowezekana. Niliingiza bahasha chini ya kizuizi cha glasi alicholeta na nikatoka. Sikutazama nyuma. Kamau waliingia alasiri. Asha alikuwa amepanga kila kitu. Zawadi anaporudi, nyumba isingekuwa yetu tena. Nilijipanga katika monokali yenye samani katika kitongoji tu kwa kuweka vitu na kufikiria baadaye. Kitanda, kona ya kupikia. Ilikuwa yangu. Ilitosha. Wakati nikifungua muhimu, simu inatetemeka. Zawadi kutoka Arusha. Sijibu. Ninaizima, ninatoka kwenye balkoni ndogo. Machweo ya rangi ya machungwa juu ya miti. Kwa mara ya kwanza kwa wiki ninapumua. Zawadi angerudi katika nyumba tupu. Na anapoelewa, mimi ningekuwa tayari mbali. Maisha tuliyojenga yalikuwa yamekwisha. Nilikuwa hatimaye huru. Mkutano wa Zawadi huko Arusha ulimalizika Jumapili alasiri. Nilimwazia barabarani bila kujua nyumba tupu iliyokuwa inamsubiri. Lazima alikuwa amechoka na hii wikendi yake ya kazi, au alichofanya kweli, na alikuwa na hamu ya kupata faraja yake ndogo ya maisha mawili.
Hakika alikuwa anarudia hadithi angeyompa hii mikutano isiyoisha, chakula cha jioni cha mitandao, undani wa kutosha kusikika kweli. Lakini maisha yale hayakuwepo tena. Wakati bado alikuwa barabarani, mimi nilikuwa katika monokali, kahawa katika kikombe kilichovunjika nilichohifadhi. Kimya kwa mara moja kilikuwa kinatia faraja. Simu imezimwa juu ya meza. Hakuna hamu ya kusikia ujumbe wake. Hakukuwa na chochote zaidi cha kusema. Jioni Kamau walipaswa kuanza kujipanga katika kitongoji. Niliwaeleza kila kitu, saa inayowezekana ya kuwasili kwa Zawadi, gari lake, nini kusema anapofika, amechanganyikiwa na mwenye hasira. Sikuwa na wasiwasi. Amina alikuwa na udhabiti wa upole, Juma hakuvumilia matukio. Walielewa na kukubali. Nilijua hasa atakapoegeka gari kwenye njia. Nilisikia karibu sauti ya tairi kwenye changarawe, nilimwona akisimama kidogo akiona kitu hakikuwa sawa. Taa tofauti. Ukumbi ambao haukuonekana tena wake. Undani mdogo unaoruka machoni, kwanza mkeka mpya, kutokuwepo kwa mimea yake. Kisha mshtuko. Lakini mimi sikuwa hapo kuona. Hiyo ndiyo ilikuwa nzuri. Safari karibu saa 2. Karibu saa 6 alifika katika njia yake. Jua la machweo nyuma, kitongoji tulivu, tu sauti za nyigu katika bustani. Akiweka gari lazima alihisi mara moja kitu hakikuwa sawa. Labda gari lisilojulikana, gari jeupe, au hisia kwamba nyumba ilikuwa inamkataa tayari. Nilimwazia akichukua simu kunipigia kwa hofu. Lakini akifika ukumbini, Amina Kamau alimsubiri, bahasha mkononi. Ubadilishanaji ulikuwa rahisi, karibu wa kliniki. Habari za jioni, naweza kukusaidia? Angeuliza Amina, mwenye adabu lakini thabiti. Zawadi amechanganyikiwa, hii ni nyumba yangu. Wewe nani? Amina anatoa bahasha. Nadhani unapaswa kusoma hii. Zawadi anapita kutoka ukumbini hadi bahasha, ubongo bado unakataa ukweli. Lakini ukweli ulikuwa hapo, kati ya vidole vyake. Katika bahasha, ombi la talaka, ufunguo wa Bolt na barua yangu. Haikuwa ndefu, lakini kila neno lilichukua kila kitu nilichokuwa nimeweka ndani tangu ufa wa kwanza. Niliandika na kuandika tena, si kwa sababu nilikosa maneno, bali kwa sababu nilitaka asikie kila silabi bila kuweza kujibu, kugeuza au kudhibiti. Sikutaka mgogoro. Nilitaka amani. Barua. Zawadi. Unaposoma mistari hii nitakuwa nimeondoka. Sisemi hivi kwa ushindi au urahisi. Si kisasi wala kutoka kwa maonyesho. Ni ukweli. Ule tuliojua wote lakini tuliokataa kukubali. Ndoa yetu imeisha. Lazima uwe umechanganyikiwa. Labda mwenye hasira. Labda unafikiria kosa, kutoelewana. Hakuna. Najua kila kitu. Najua kuhusu Otieno. Najua kuhusu hoteli, mikutano ya siri, udhuru wa bandia. Najua uliishi maisha mengine ukinifanya niamini kwamba nyumbani kila kitu kilikuwa kawaida. Sikufikia kwa bahati. Nilifuata dalili kwa sababu sauti ndogo iliniambia kitu hakikuwa sawa. Ilianza na mazungumzo rahisi hii ambayo ungeyapuuza kwa kuinua mabega ikiwa ungejua. Lakini iliniongoza mahali ambapo singefikiria kamwe kufika. Nilichukua mpelelezi, Zawadi. Alinipa picha zako na Otieno katika baa, mkicheka kama mimi sikuwepo. Niliona saa sahihi ulipoingia hoteli, mkono kwa mkono, kama viapo vyetu havikuwa na maana. Na unajua nini kinachoumiza zaidi? Si udanganyifu wenyewe, wala ushahidi chini ya macho. Ni kuelewa jinsi ulivyodanganya kwa urahisi. Jinsi ya kurudi jioni, kunibusu, kufanya kama bado tulikuwa jozi iliyojenga maisha haya ili kujia kwa asili. Hii ndiyo iliyonivunja, si ulichofanya, bali jinsi ilivyokuwa rahisi kwako kufanya. Ningeweza kukukabili, kupiga kelele, kuomba maelezo, kujaribu kuokoa kitu. Lakini sitaki tena. Hakuna cha kuokoa. Mwanamke niliyempenda hayupo tena. Labda hakuwahi kuwepo. Ni ukweli mgumu zaidi.
Utapata ombi la talaka katika bahasha hii. Kila kitu kimeanza tayari. Akaunti zimefungwa, nyumba imeuza, vitu vyako katika bot katika kitongoji kingine. Ufunguo na anwani vimeambatanishwa. Hakuna cha kujadili tena, hakuna cha kugawa. Kila kitu kimesuluhishwa. Na kusihi usinitafute. Si mwaliko wa mazungumzo. Hakuna unachoweza kusema kubadilisha kilichofanyika. Nachagua amani badala ya fujo. Nachagua kugeuza ukurasa. Kwa heri, Jabali. Sikuweka hibusu wala hii kwa upendo. Hakuna kinachoweza kukumbusha tulichokuwa. Kwa sababu nilipoandika maneno yale ya mwisho, maisha yale yalikuwa tayari kumbukumbu ya mbali. Nilijua kwamba sauti ya utulivu na ya mwisho ingemgusa zaidi ya ugomvi wowote. Zawadi alifanya kazi kwa udhibiti wa hisia. Barua hii ilimwondoa kila kitu. Hakuna ufa, hakuna mgogoro wa kutumia. Ukweli mtupu tu. Katika siku zilizofuata nilimwazia akisoma barua mara elfu, akitafuta ufa katika uamuzi wangu. Lakini hakukuwa. Kila kitu thabiti: akaunti, nyumba, ushahidi. Barua ilikuwa neno langu la mwisho. Na lilitosha. Wakati Zawadi aligundua ukubwa wa maafa, mimi nilianza maisha yangu mapya. Kuamka katika nyumba isiyojulikana, kuta tupu, sauti nyepesi ya barabara kuu. Lakini kulikuwa na uhuru katika utupu ule, uwezekano nisiouhisi kwa miaka. Nilirudia tabia ndogo: kukimbia asubuhi kando ya mto, vinywaji vya jioni katika baa, kuwasiliana tena na marafiki ambao Zawadi alikuwa ameniondoa polepole. Kimya ambacho wakati mmoja kilinisonga kilikuwa kimekuwa Zawadi. Sikusubiri tena pigo linalofuata. Mbaya zaidi, ilikuwa imepita na nilikuwa nimeishi. Zawadi alijaribu kuwasiliana nami baada ya barua. Simu, ujumbe, majaribio ya kukata tamaa ya kufungua tena mazungumzo niliyofunga. Sikujibu kamwe. Sikumzuia. Bure. Kimya kilizungumza kwa niaba yangu. Jioni moja, wiki moja baadaye, barua pepe. Mada: tafadhali, nafasi moja tu ya kunieleza. Niliacha kielekezi juu yake kwa muda mrefu. Kisha nikaifuta bila kuifungua. Kwa sababu sikuwa na haja ya maelezo. Nilikuwa nimepata ya kutosha. Barua haikuwa tu kwa heri kwa Zawadi. Ilikuwa kwa heri kwa maisha niliyofikiri ninataka. Nyumba, kumbukumbu, miradi, kila kitu kiliegemea juu ya utupu. Udanganyifu ulinijeruhi, lakini pia ulinifungua. Mwishowe, sauti ya utulivu ya barua ilisema kila kitu. Sikuwa tena mwenye hasira. Sikuwa tena mchungu. Nilikuwa nimegeuza ukurasa. Na ilikuwa ujumbe wenye nguvu zaidi niliyoweza kumwachia. Zawadi aliporudi na kupata watu wasiojulikana katika ile aliyofikiri bado ni nyumba yake, mshtuko lazima ulikuwa mkali. Maisha yake yaliyokuwa yamegawanywa kikamilifu, mume nyumbani, mpenzi nje, yaliporomoka kwa ghafla. Lakini ilikuwa mwanzo tu. Baada ya barua na ombi, nilijua angechukua wakili. Hakuwa aina ya kujisalimisha, hasa kwa nyumba. Alifikiria hakika kulikuwa na ufa wa kisheria, undani niliyoupuuza. Hakukuwa. Nilikuwa nimeona kila kitu mapema. Alichukua wakili Kiprop Maina, mtu mkubwa wa mahakama, maarufu kwa ushujaa wake katika talaka. Lakini hata bora haandiki upya ukweli. Na ukweli ulikuwa wote upande wangu. Nyumba ya mitaa katika kitongoji ilikuwa kwa jina langu peke yake. Ilinunuliwa kabla ya ndoa kwa akiba yangu na urithi mdogo wa babu. Zawadi hakuwahi kuchangia malipo na kazi pamoja haikubadilisha umiliki. Alipoketi katika ofisi ya Maina na kusimulia toleo lake, karibu niliona eneo. Ameuza nyumba bila kuniambia chochote. Haiwezi kuwa halali. Maina, kwa utulivu, jina lako lilikuwa kwenye hati ya mthibitishaji. Kimya. Hapana, lakini kwenye mkopo. Kimya kipya. Hapana, lakini tulikuwa tumeoa, inahesabu. Kutoa pumzi kubwa. Katika mfumo wa mali ya pamoja iliyopunguzwa kwa ununuzi, mali binafsi inabaki binafsi.
Mume wako alikuwa na haki kamili ya kuuza bila idhini yako. Niliona wakati Zawadi alielewa amepoteza kila kitu. Si tu nyumba, bali mamlaka yoyote juu ya maisha tuliyojenga. Na haikuwa imeisha. Maina alipouliza, akaunti za pamoja katika benki zilikuwa zimefungwa kwa wiki. Kila kitu kimehamishwa kwenye akaunti yangu binafsi. Kadi zimezimwa. Bili zimehamishwa. Usajili umefutwa. Haikuwa tu kushindwa kisheria. Ilikuwa kutoweka kamili. Baada ya kuelewa kwamba kisheria hakukuwa na chochote cha kufanya, Zawadi alijaribu kadi ya mwisho kunipigia. Simu za kwanza zilifuata. Kisha sauti. Kwanza za hasira. Jabali, hii ni nini? Huwezi kutoweka hivi. Nipigie. Kisha za kuchanganyikiwa. Sielewi chochote. Nipigie tafadhali. Tunaweza kuzungumza. Hatimaye za kukata tamaa. Nakusihi Jabali. Niambie uko wapi. Tunaweza kurekebisha kila kitu na kuapa. Sikujibu kamwe. Jioni moja kwenye balkoni ya monokali, machweo mazuri, niliamua kujibu. Kimya kirefu upande mwingine. Jabali, sauti inatetemeka. Ninaacha kimya kirefushwe. Jabali, samahani. Sijui nini cha kusema. Sikutaka ifike hivi mbali. Tunaweza kuzungumza, sivyo? Tunaweza kurekebisha mambo. Ninaacha sekunde chache zaidi. Kisha kwa utulivu, umefanya chaguo lako. Lichukue sasa. Ninafunga kabla angeweza kujibu. Ilikuwa mara ya mwisho nizungumza na Zawadi. Sikumzuia. Bure. Simu ziliisha. Kimya baada yake kilikuwa nukta ya mwisho ya ndoa yetu. Katika wiki zilizofuata niliendelea kujenga maisha mapya. Nilipata nyumba ya kudumu katika kitongoji kingine, karibu na kazi, mbali na kumbukumbu. Kukimbia kando ya mto, kozi za useremala wikendi, nilikuwa nimependa kujaribu daima. Nilijenga samani rahisi, meza ndogo, rafu. Kuunda kwa mikono kitu cha kweli, cha uaminifu, kilinifanya vizuri. Maisha hayakuwa kamili, lakini yalikuwa yangu. Sikujua kamwe kilichompata Zawadi. Kama alibaki, aliondoka kwingine, au alijenga tena na Otieno. Haikunihusu tena. Ilikuwa sura iliyofungwa. Wakati mwingine nikipita karibu na baa ya miti au bustani, kumbukumbu ilirudi. Lakini tu mwanga. Mabaki ya maisha ambayo hayakuwepo tena. Na siku baada ya siku, kumbukumbu ile ilitoweka kidogo zaidi. Hadithi hii haijaisha kwa kelele au hesabu za maonyesho. Hakuna ugomvi wa moto wala upatanisho wa dakika ya mwisho. Tu kisasi cha baridi cha kimfumo. Kuvunja wazi na maisha yaliyojengwa juu ya uongo. Zawadi alifanya chaguo lake. Mimi nilifanya langu. Mengine yalikuwa tu kimya. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri mbinu ya kimpangilio ya mhusika mkuu katika kutatua suala la usaliti ilikuwa na msingi, au angepaswa kumwambia mke wake moja kwa moja? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.